Wewe usimvutie Paru, usimvutie Paru. Wewe Chuga. Unaona kanijeruhi huyo mboi wako na usio. Amekukata huyo. Wewe mboi wewe. Wewe tulia, wewe mtoto mdogo tu mwanangu. Wewe mshamba tunasema. Mimi mshamba usio. Tulia Baruza. Wewe Baruza. Unakimbilia panga usio. Wewe Fatuma. Ondoka nayo mshamba. Mshamba wewe. Nenda hospitali wewe. Masalao ujue. Haijaisha mpaka iishe. Na mtafuta mmoja vinabo nyie. Kama ndio hivyo nilivyokuambia. Yaani hapa mwanzo siko sawa hata kidogo. Mwili wote wa uchungu. Hapa acha niende kwanza nyumbani nikapumzike. Subiri kwanza mchukuzi. Kwani yeye Niza alisemaje baada hilo swala kutokea? Asemeni ni zaidi ya kudhibitisha ni kweli nilichokiongea wakati nipo kwenye ile hali. Na zaidi anataka nimsaidie. Sasa kama mhusika mwenyewe alikubali kwamba kila kitu jini alichokisema ni kweli. Huyo ni jini mzuri rafiki yangu. Mimi nakuona kila siku unavyolalamika, unavyohangaika. Kumbe rafiki yangu na vitu vizuri ambavyo tunaweza tukafanya vikanisaidia na mimi nimpate kipunje. Ikiwezekana waita au majini wako sasa hivi mimi hata hapo anisaidie. Nyie majini. We Zakia. Mimi nishakwambia nikiwa kwenye hii hali inakuwa spendi, naumia mwenzenu. Mbona mnionee huruma? Naye ndo kabisa unazidi kugongelea msumari. Basi niacheni mwenzenu nipumzike hata kidogo. We mchokozi. Jamani, mchokozi. Jamani. Sasa ndo rafiki gani huyu? Yaani mtu ana kitu ambacho anaweza kanisaidia mimi nipate kipunje, anashindwa kunisaidia mimi rafiki yake. Mtu ushajijua kabisa una majini, inabidi tukae chini uniambie Zakia fanya 1 2 3 ili hata nikimpigia sasa hivi simu kipunje huko aliko. Anaacha hata hiyo kazi anayoifanya anakuja hapa sasa hivi jamani. Mwabuza. 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 Mwabuza, 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 mwali wangu. Kwa umezurura wewe. Saa hizi unaona urudi nyumbani. Yaani ungejua wewe. Nimetoka huko kuna mtu kanichanganya na kuja huku na kukutana na mzee wako na kanipa ujumbe. Mzee wangu wewe mzee gani? Mzee gani mwingine? Huyo mzee Manembo. Haya, kipi kilichojiri? Kijiri nini dada? Ni yale. Kama ule baba anataka akuoe. Dada, kaa utulie, riski zenyewe ndio hizi. Nenda ukaolewe. Yaani wewe mtoto, koma mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hivi wewe unavyoniona hivi nilivyo. Mimi ninaweza ngeenda kuolewa na ule mzee kweli? Anaambi utazani nimemwagia unga. We mtoto, naomba unitue. Na kingine sasa. Wewe sikakupa taarifa uje unifikishie mimi. Ninachokifanya, naenda kwenye ile familia yake. Namvua, namvesha, alafu namwanika mbele ya watoto zake. Alafu anijua mimi akili zangu kama zimechanganyikiwa. Mimi si niliongea naye kistaarabu kutaka kunielewa. Sasa ataenda kuona kicha changu cha pili. Ningekuwa mimi, ningeshaenda. Na maisha yalivyokuwa magumu, dada, fanya ndugu yangu utulie ukaolewe. Acha kunishauri vitu ambavyo wewe huwezi kuvipitia. Wewe bado mtoto mdogo sana. Kilichobakia, nenda nyumbani. Maana kule nimemwacha Zakia peke yake. Ninachokuomba, utoke hapa. Ukifika kule chambueni mboga. Iacheni na kuja kupika mwenyewe. Hata iwe saa 8 za usiku, nitarudi nitapika. Maana hapo mlipo hamjui kupika. Kila siku unapika midabwada, alafu ataka kuingia kwenye ndoa. Aka. Najua mwenye roho mbaya tu ndo unajua.
Ukishtobe vipi? Mbona kama picha picha? Oya we Shomi. Oya we. Njoo hapa. Vipi? Safi. Maisha gani? Unaondoka mtaani hapa kiwinjiwinji afu dakika mwisho kuna kufuri na nini hapa. Da sister iko wapi? Mwenyewe hapa naponana niko nimefuata wewe ila sijamkuta ndio maana umeniona naondoka. Hivi vipengele vyako? Ilikuwa tu ni mambo ya kawaida. Ila kwa sababu mwenyewe sijamkuta nitazungumza naye hata siku nyingine usijali. Hiyo haipo hiyo. Mimi na sister yangu ni kitu kimoja. Nielekeze mimi akija nitampa pasopa zake. Basi sawa. Kuna situation wewe inamtokea mdogo wako. Yaani ni kama mtu anakuwa muda mwingine na maruani, sio ni mashitani. Anaweza kukutana na watu huko akawafukia, akawafukuza. Na ndio maana nilikuwa nimefika hapa ili nizungumza naye kwa sababu nimeshapata mashtaka kama mara 2 hivi. Kwa hiyo umepata story umekuwa mganga au si? Sasa sikiliza. Hapo mazingira utakuja kumpanga mwenyewe. Acha mimi niingie geto. Sasa kama ulikuwa ujuku tulikwenda kuongea ili iwe. Mwabuza, 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 mwabuza. Baada ya salamu, kabla sijaongea kilichonileta, kwanza kakako yupo? Kaka hayupo. Unataka kuniambia hujapata taarifa ya vijana walioondoka hapa kijijini? Maana mmoja hapo ni kaka yangu. Kuondoka? Vijana gani wameondoka na kwenda wapi? Sina uhakika wameelekea wapi na wameenda kufanya nini. Lakini mimi ninavyojua kati ya vijana walioondoka na kaka yangu yupo. Hebu tuachane nayo. Niambie kilichokuleta kwanza. Basi sawa, mtu mwenyewe unanielezea juu juu utaki hata kunielewesha. Mimi niongea kilichonileta. Hapa penyewe nimechipuka kidogo nyumbani, mmwacha tuke. Amekuja pale nyumbani akiomba nimpeleke kwa mganga. Kwa hiyo nikaona kabla sijampeleka nije kuuliza huku, kama unavyojua mama wako mwenyewe ndo alinipelekaga kule. Kipindi hicho mimi nilikuwa naumwa. Kwa hiyo kuna masharti mengine hata siyajui. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kuna masharti yote unayajua uweze kunielekeza. Maana tuke nimemwaminisha kila kitu nakijua kuhusiana na yule mganga. Kwa hiyo ndo maana nikachipuka kidogo nije kuuliza huku kama kuna masharti yoyote kabla sijampeleka kule. Yule ni mtibabu, anapokea kila aina ya mgonjwa. Labda masharti yatakuja pale atapojua shida yako. Kwa hiyo kama unampeleka mpeleke tu. Haya sawa, kama ndio hivyo nitampeleka. Labda tu nikupe angalizo. Nikishapeleka na huko, msije kukwazana kidogo tu mkaanza kuvishana siri zenu. Haya sawa, mimi niende nyumbani ili niweze kumpeleka. Sawa. Subirini kwanza. Kuna alama nimeiona hapa na kwa mujibu wa maelezo ya mtaalamu inaonyesha tayari tumeshaikanyaga ardhi ya Maboza. Kwa hiyo kinachohitajika hapa ni kuifukia ile dawa. Kwa hiyo yule mtu wa kwanza ambaye alikabidhiwa dawa na kuambiwa atafukia tutakapokanyaga ardhi ya Maboza, huu ndio wakati wake sasa. Mgoja kwanza Mwarabu huko. Yaani umri mdogo lakini umeshaanza kusahau. Hapa akili yako inatakiwa iupdate. Umeona? Mimi kwa kumbukumbu zangu dawa ya kwanza ishafikiriwa na kwa kufikia nika kiume, umeona? Au labda kumbukumbu zangu zimeenda tofauti. Yaani hapo labda atakiwa tuulizane sasa. Ni kama mwanamke gani kanakufuata? Mimi ndio wa kwanza kuteuliwa kufikia hiyo dawa kwa upande wa wanawake. Pindi tutakapoingia kwenye ardhi ya Maboza. Hivyo nielekeze ni sehemu gani niweze kuifikia. Bila kupoteza muda. Chimba pale, weka dawa, kisha ufikie. Mwenye kisu naomba nisaidie.
tuendelee na safari. Ila brother, shika bwana. We, hii kitendo cha leo ni balaa. Nimependa ule mchizi alivyofinywa, nikafinywa balaa, nikafinywa ni mixa mapanga, mixa visu. Wewe umeonaje kwanza? Anajidai rasta, alafu ana imani ni mshamba tu. Ila sisi tutaishi naye kikatili. Au unasemaje? Mimi naona kama ulivyoona wewe tu. Furaha tu sisi kuona wacheza chula kama vile wanatoka damu au chio. Ila mwanaitu kindaponda baluza. Umeona ule jamaa alivyomfinya? Umeona? Oya, ile michezo ni balaa. Si nilimpa nyota 2? Kwa nyota 2 namuongezea na 1 zinakuwa nyota 3 mjomba. Au unasemaje? Wewe mtoto kinabo nini? Wewe mimi unanichukuliaje? Unanichukulia poa au sio? Kwa sababu tunatembea wote. Usela na kufundisha nani? Mimi si nakufundisha usela. Mimi nishafanya matokeo kibao na mwanangu Cheketu. Tukio la mwisho tumefanya tumeenda jela. Kule jela kuna manyapala kibao mjomba wangu. Nyapala moja ndio alikuwa mwanangu mimi, nikawa naishi kibosi hadi leo nipo uraiani, unasemaje? Kwa kumbe rafiki yako alikuwa ni nyapara? Asha kumbe vipi? Baada ya kunipa mimi manyota kaka yako, unaenda kumpa baruza. Kwa hiyo ndo kafanya tukio kubwa pale au sio? Acha kumind basi. Ila mimi nasemea nazungumzia tukio la leo. Tukio la leo ni balaa. Haya kwa Shakespeare. Au unasemaje brother? Mimi mwenyewe nimependa lakini unazingua. Mimi ndo nipe respect. Wewe mshamba nini? Cha kwanza umeniuzi. Si tulikuwa tunaenda mtaani kula. Sasa hapa tunashaba kwa mwanetu Denga, tunakula mibangi ili akili zangu zikae sawa. Piga vigelegele kidogo. Vigelegele vya utungu. Gonga 10. Alafu kaza. Nimekumind. Sema huyu brother Duli kweli yani. Anapenda misifa kila kitu apewe yani. Sema nini? Nakupa nyota 2 na wewe. Vipi tena babu, wakati uliniambia paka likukuta jambo kubwa ndio nikuletee hiki kifaa. Alafu mimi nilikuwa na kazi nyumbani. Wewe tena unanisumbua. Wewe Bitu Juma, unataka linikute lipi ili hujafika limenifika? Huko mwenzako tayari amenikuta. Mpaka unaona nimekimbilia huku, basi uje tayari. Hapa. Hivi ninavyokuambia nimepata mtu nataka nishirikiane naye. Na tena nikichukua hicho kifaa. Yaani mbona atanikoma huyu babu yako? Sawa, ila mimi sio binti Juma. Kwanza babu, unafuatilia kitu gani ambacho mimi hutaki kunishirikisha? Wewe tena, ukitaka nikwambie sasa hivi utaniharibia. Maana wewe moyo wako ni ndogo. Hivyo subiri kwanza niende huko, nikikamilisha kila kitu, basi nikirudi huku nitakwambia na pia utajua kwamba nimefuata nini. Na pia kuwa makini na mama yako. Asijue kama sisi tunaendelea na hili jambo. Kuhusu mama na mashaka sana na mimi. Sio kwa sababu nipo karibu na wewe. Na pia ni kwa sababu ni mtu wa ibada ndio maana anahisia na mimi. Ila mimi nipo makini sana na yeye. Kuhusu hilo usijali babu yangu. Hapo sawa. Haya nikabidhi mie. Na umejua kukitunza wewe. Yaani babu, kusema kweli mimi naupenda sana uchawi. Yaani nasubiri tu iko kitu ulichoniahidi unikabidhi. Yaani watanikoma. Na mimi ni kwa sababu ni damu changa. Kwa hiyo nitakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo usijali babu yangu. Sasa haitakiwi hivyo. Hata nikikupatia, so nituka kufanya jambo dogo tu unataka kumfanyia jambo. Haitakiwi hivyo, sawa? Haya, nenda nyumbani. Sawa. Haya. Sasa hapa tankoma. Yaani hapa si hata linikute lipi? Sitaki kumuita Mikaba nchukule. Mbona hata nikoma. Mwabuza. 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 Mwabuza.
Unatoka wapi? Nimetoka kumsindikiza Danolelo, maana alikuja nyumbani nikakutana naye njiani, tukaongea kisha nikamsindikiza kwa baba mdogo. Kumbe ndio ulivyo eh? Unakwenda misafara yako, alafu unasingizia umekwenda kwa dada Nolelo. Wewe, unataka kunipanda kichwani, si ndio? Haki ya Mungu mjomba, mimi nilimsindikiza kwa Danolelo, hivi sasa hivi ndo narudi nyumbani. Sawa. Sasa sikia, mimi nakwenda huko. Ole wako niambie wewe ukufika. Cha moto utakiona. Kweli, lakini mimi nilimsindikiza dada. Nenda nyumbani. Wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga alompa majukumu, wanakuwa tamami wageuka. Vita vimezidi, ndugu wa damu wanagombana, na shetani ameshamiri. Bibi